Hivi unafahamu kitambi ulicho nacho kinaweza kukusaidia kuishi siku ngapi bila kula? Fuatilia mchongo huu mwanzo mpaka mwisho. Twende darasani. Leo tutatumia mfano wa Lawelu, binti wa umri wa miaka 36, kilo 120, urefu 176. Tukitaka kujua kilo zake zinatakiwa kurenji ngapi, tunachukua 176 kutoa 100, hivyo anatakiwa kwenda kilo 76 mpaka kilo 80. Tuashumu Lawelu anatakiwa kuwa na kilo 80, hivyo Lawelu amezidisha kilo 40. Tumia formula hiyo hiyo kuweza kujua wewe umezidisha kilo ngapi ambazo unatembea nazo kila siku kokote unakoenda. Tubadilishe hizo kilo kwenda kwenye grams. Kilo moja ni sawa na gramu 1000. Je, kilo 40 ni sawa na gramu ngapi? Ni sawa na gramu 1040 za mafuta. Sasa tunataka kujua hizo gramu 1040 za mafuta ni sawa na kiasi gani cha nishati, nguvu ambayo itaendesha mwili. Gramu moja ni sawa na calories 9. Gramu 1040 tutapata calories ngapi? Calories 360,000. Hiki ndo kiasi cha nishati ambacho kimehifadhiwa mwilini, hakina matumizi yoyote. Kumbuka ya kwamba kila siku unakula na hii akiba inaongezeka. Sasa ni lini utakuja kutumia? Twende sasa. Mwanamke kwa siku moja hutumia calories 2000. Mwanaume kwa siku moja hutumia calories 2600. Mwanaume anaheka nyingi. Kama kwa siku calories 2000 Lawelu, hivyo akiwa na calories 360 akiba zitamwezesha kuishi siku ngapi? Siku 180. Lawelu endapo asipokula kitu chochote kutoka nje, akatumia tu akiba ya nishati iliyohifadhiwa mwilini, akiba hii inamwezesha kuishi siku 180 miezi 6. Swali la kujiuliza, unaweza kuishi siku 180 bila kula? Kama tu masaa machache unashindwa kumudu kukaa, unakula milo 3 mpaka 6 kwa siku, hautaweza kumudu. Tunafanya vipi kutoa hii akiba ya mafuta ili usipate maradhi ya lishe? Fanya hizi njia kuu 2 ambazo wengi wamezitumia, wanakula, wanashiba na bado mwili unaenda kiangazi. Njia ya kwanza, mwili wa binadamu una wanga, unatumia mafuta, unatumia protini. Haya ndio makundi makubwa matatu. Vitamin na madini hupatikana katika haya makundi. Vyakula vya wanga ni kuupa mwili nguvu, vya mafuta ni kuupa mwili nguvu, protini kazi yake ni kujenga mwili, haitakiwi uchome protini, mwili hautakiwi ujitafune. Vyakula vya wanga huwa ni option 1, nikimaanisha kwamba mwili hauwezi kuchoma mafuta kama chanzo cha nguvu na joto kama wanga upo, na mwili hauwezi kuchoma protini kama mafuta yapo. Sasa ili tuchome mafuta yaliyohifadhiwa mwilini, unatakiwa usile chakula ambacho ni option 1, yani ni fikilio la kwanza la mwili, ambapo unatakiwa kuondoa hiki kitu. Hicho ndicho unachotakiwa kukifanya. Ondoa vyakula vyenye sukari na wanga ili mwili useme umenipokonya fikilio la kwanza, basi mimi ngoja nichome mafuta. Na hicho ndicho huwa tunakifanya katika programu yetu ya sayansi ya mapishi. Kitu kingine, punguza milo. Breakfast, lunch na dinner bado unaweka kasnack hapa. Milo 3 mpaka 6 inazuia kuweza kufikia ile nishati ambayo imehifadhiwa. Ndio maana kitambi kinaongezeka kila siku. Nenda milo 2 mpaka 1, na unaweza pia kufanya mfungo tiba. Hayo nimekuwa nikiyafundisha kwa muda mrefu. Unaweza ukapata nakala yangu ya kitabu kinaitwa Sayansi ya Mapishi, ukajifunza zaidi. Nimeweka meal plans, lakini pia fuatilia programu yangu, nimeanzisha Bamia Challenge. Wengi wamenufaika sana. Follow page, save na share kwa watu wengi zaidi, tuwakomboe.